Kwa majina naitwa Nyantoli Pius, ni diwani wa kata ya Mbezi. Kwanza kabisa, ndugu mwandishi, nitumie nafasi hii kuwatakia heri wananchi wa kata ya Mbezi, heri ya mwaka mpya. Lakini pia kwa Watanzania wote kwa ujumla kwa kuendelea kusherehekea mwaka mpya. Leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Kwa hiyo kama unavyoona, wananchi wa kata ya Mbezi wanasherehekea mwaka mpya katika sehemu mbalimbali. Ukienda kwenye kumbi za starehe, unaona amani imetawala, wanaendelea na starehe, wanaosherehekea mwaka mpya. Lakini pia ukienda kwenye kumbi, kwenye nyumba za ibada, unakuta watu wanaendelea na ibada zao, wanasherehekea mwaka mpya, lakini kwa amani kubwa imetanda katika kata yetu ya Mbezi. Lakini pia ukienda katika maeneo mbalimbali kama ulivyoona Mbezi, wengine wapo wanaendelea na shughuli zao za kila siku, wanaendelea na biashara na wanasherehekea kwa kila namna ambavyo wanaweza. Na amani kiukweli imetawala kwenye kata yetu ya Mbezi, na ni kitu ambacho sisi kama wananchi wa kata ya Mbezi tunaendelea kudumisha amani ambayo ndio tunu yetu ya Tanzania, kuhakikisha kwamba siku ya leo tarehe 1 ambapo ni kila mmoja anatakiwa asherekee kwa namna ambavyo anaona kwamba inafaa. Tanzania hasa viongozi wamewapa uhuru kila mmoja asherekee bila kuvunja amani ambayo tuko nayo. Na kama unavyoona, kila mmoja anasherekea kwa namna yake. Na kiukweli siku ya leo imetulia na watu wapo wengi, kama unavyoona kila mmoja anasherekea kwa namna yake. Jeshi la polisi limetangaza na kuambia wananchi kuelekea mwaka mpya wasichome matairi, wasipige mabaruti, wasipige mafataki. Na hivyo ilipofika saa 6 kamili mpaka ile tarehe 1, hakuna mwananchi wote aliyefanya fujo yote hata kidogo, mpaka sasa hivi amani kwa hivyo. Unaona wananchi wa Tanzania ni watu wa aina gani kwa upande wako kama kiongozi? Mimi kiukweli kwa namna yangu, kwa upande wangu, ninaona hasa vijana na wananchi wa Tanzania hasa wa kata ya Mbezi ni watu ambao kiukweli wanauelewa, lakini wanatii yale maelekezo yanayotolewa na vyombo vya ulinzi na usalama. Waliambiwa wasipige mafataki, wasichome matairi, wasifanye fujo. Na mpaka sasa hivi kwenye hii kata ya Mbezi, kiukweli ndugu mwandishi, sijapata sehemu yoyote nimesikia kwamba kuna milipuko ya aina yoyote inapigwa, au kuna mabomu matairi yamechomwa, au kuna uvunjifu wa aina yoyote wa amani, au kuna kelele yoyote ambayo inawakaza watu wengine. Kwa hiyo wananchi wa kata ya Mbezi wamekuwa mabalozi wema kuhakikisha kwamba wanayatii yale maelekezo yote yanayotolewa na vyombo vya ulinzi na usalama, lakini na serikali, ili kuhakikisha kwamba wanadumisha amani. Kama unavyoona tunaendelea kusherehekea. Mimi mwenyewe kama unavyoniona nimetoka kusherehekea, nimetoka kanisani, nilivyotoka kanisani tumekutana na wewe hapa, niko na vijana wenzangu hapa tunasherehekea, tunaendelea kusherehekea mwaka. Na hapa sasa toka tulivyoanza kusherehekea usiku saa 6 mpaka sasa hivi ni saa 10, tunaendelea kusherehekea kwa amani kabisa na utulivu kama unavyoona. Mimi naamini kwamba Watanzania, sisi Tanzania ni kisiwa cha amani na ni kisiwa cha utulivu. Mimi naamini kwamba wananchi wao wenyewe, kila mmoja wetu naamini wanawiwa sana kuona nchi imetulia, lakini kuona kwamba kuna amani, kwa sababu ili ufanye chochote, hata hizi sherehe zote ambazo tunaendelea nazo, ili tufanye yote ambayo tunayafanya na ambayo tunaendelea kuyafanya, ili tuendelee kusherehekea. Unavyoona watu wako kwenye kumbi za starehe, unavyoona watu wameenda misikitini, wameenda makanisani kusherehekea, haya yote ni matunda ya amani. Kwa hiyo wananchi, niseme kwamba hasa kwenye kata yetu ya Mbezi wanasherehekea kwa amani na utulivu kabisa, wala hamna shida yoyote, wala hamna changamoto yoyote. Na wao wamekuwa mabalozi wema kwenye kata ambazo zipo ndani ya Ubungo, halmashauri ya Ubungo. Halmashauri ya Ubungo ina kata 14, lakini kwenye kata yangu, hasa kata ya Mbezi, mimi niseme tu kwamba kiukweli wamekuwa mfano, kwa sababu sijasikia chochote na hali iko tulivu kweli kweli, na kila mmoja anasherehekea kwa namna yake. Siwezi kuzisemea kata zingine kwa sababu najua kila mtu kwenye kata yake ana jinsi ambavyo ameona, amesikia. Kwa hiyo mimi nilichokiona na kusikia kwenye kata hii ya Mbezi, yale ambayo nimeyaona ni kuhakikishia kwamba kiukweli hali ni nzuri na wananchi wamefurahia na wanaendelea kufurahia na hali imetulia. Tunaendelea kusherehekea mwaka kwa namna ya pekee. Serikali kama unavyojua mwandishi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sikivu, lakini ni shirikishi. Na ndio maana lazima ikitaka jambo ni lazima ishirikishe wananchi.
na ndio maana serikali ilijaribu kushirikisha wananchi namna gani tunatakiwa tusherekee ndani ya sikukuu hii ya mwaka mpya, na wananchi wote wamesikiliza na wamesherekea kwa namna ambavyo kiukweli hata serikali yenyewe haijakwazwa na wananchi wenyewe hawajakwazwa. Unajua, ukifanya mkiwa mna maelewano mazuri kati ya wananchi na serikali, basi mkikubaliana jambo lenu mnalifanya vizuri, na wananchi wa Tanzania hasa wananchi wa Mbezi wana mashirikiano mazuri na serikali yao, na wao wameendelea kuyaishi yale ambayo ni maelekezo ya serikali, kuhakikisha kwamba wanaidumisha amani. Na kama unavyojua tunaendelea kuidumisha amani, lakini tunaendelea kusherekea sikukuu na bado tunaendelea kusherekea, na sisi tutaendelea kuwa mabalozi hasa kwenye kata yetu ya Mbezi kuhakikisha kwamba yaishi yale ambayo ni maelekezo ya serikali, lakini pia tunahakikisha kwamba tunakuwa ni mabalozi wa amani na kuhakikisha kwamba yale ambayo yanaelekezwa na serikali tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunayatimiza.